Taarifa za uongo zinaenea haraka. Je, artificial intelligence inakusukuma akili zako bila wewe kujua? Je, uko salama na mitego ya artificial intelligence? Watu huwasikia wakisema kwamba dunia inaenda kasi sana. Hivi je, ulishawahi kujiuliza kasi hiyo ni ya kuzunguka au ni kama jinsi mwanadamu anavyotembea? Kwangu jibu linakuja hapana, lakini hata kwako utasema hivyo hivyo. Heri kushika tunda kidogo kuliko kuota puno bila matunda. Dunia inabadilika kila siku na kila karne ina mambo mapya, ila karne hii ya sasa imezidi kuwa ajabu. Kila unapolala na kuamka kuna vitu vipya vinatokea. Ulishawahi kujiuliza katika karne hii ya 21 jinsi teknolojia imechukua nafasi kubwa maishani mwetu? Athari zake ni kubwa, chanya na hasi. Akili ni mali, lakini ajali huja na uoga. Karibu katika simulizi za Fatma Bernard, ambapo leo tutaangazia swala zima la athari za akili mnemba, yani artificial intelligence AI, kwa maisha ya watu na jinsi tunavyoweza kuepuka madhara yake, chini ya udhamini wa Assam Electrical Company Limited. Historia inaonyesha kwamba wazo la akili mnembo lilianza mbali sana. Mnamo mwaka 1956 taaluma hii ilizaliwa rasmi kwenye Dartmouth Conference nchini Marekani. Mwanasayansi John McCarthy ndiye aliyebuni jina la artificial intelligence. Artificial intelligence ilianza rasmi Marekani, hasa vyuo kama Dartmouth, kisha ikaenea duniani kote: Ulaya, bara la Asia, hasa China na Japan, na sasa Afrika. Miaka 1950 hadi 1970 akili mnemba, yani AI, ilikuwa rahisi. Miaka 1980 hadi miaka 1990 ilikuwa ya mifumo ya kitaaluma, lakini kuanzia mwaka 2000 hadi sasa AI imekuwa yenye nguvu sana, ikitumia mbinu mpya kama deep learning. Kila chombo kina kazi yake, ila mwanadamu anaunda matumizi yake. Akili mnemba imetengenezwa kusaidia na kurahisisha kazi za binadamu: kuiga fikra, kufanya maamuzi, kutatua matatizo magumu, uchambuzi wa data na kujifunza, pamoja na kusaidia katika afya, elimu na biashara. Lakini hatuwezi kupuuza kuwa utumiaji mbaya wa AI unaweza kuleta matatizo. Sasa tunaona video na taarifa za uongo zinazozalishwa kupitia AI. Watu hutengeneza picha na video za matukio makubwa ili kuvutia maoni na wafuasi, huku wakaendeleza wimbi la taarifa zisizo za ukweli. Hata hivyo, bado tuna nafasi ya kudhibiti na kutambua taarifa za uongo. Kuna nyenzo zinazochuja video, picha, sauti na maandishi ili kubaini kama ni uongo au ukweli. Jamii inapaswa kuwa na uelewa, kuwa macho ili kuepuka majanga yanayoweza kutokea kutokana na akili mnemba. Hivi sasa kila uchao waandishi wa habari wanapokea mafunzo maalum ya kujikinga na taarifa zisizo sahihi na kuwapa umma elimu hiyo. Tunahitaji nyenzo za kidigitali kama Detect AI Generated Image at Scale au Google Reverse Image Search kuona kama picha au video halisi au ni AI. Unaambiwa nyota hazishuki bila taa. Jamii inapaswa kufuata kasi ya dunia na kupigania dhidi ya majanga yanayotokana na artificial intelligence. Hivi kwako, AI iliwahi kukuathiri vipi? Je, umewahi kusambaza taarifa uliyoiamini kuwa kweli lakini ilikuwa ni uongo? Dondosha komenti yako hapo chini. Fatma Bernard, Assam Online TV.